Wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenga za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Mwayombo. Habari sasa? Mimi niko poa kabisa. Kwema? Fresh. Tuanze hapa. Kuna kile ambacho kinachozungumzwa kwa nyota wa Simba Sport Club ambaye anakiwasha sana. Eli Mpanzu Kibisawala, watu wengi wanasema yupo kwa mkopo hapa Simba Sport Club. Na hii imekuwa ni kama desturi kwa wachezaji wa Kikongo, wengi wanakuwa sana kwa mkopo. Hebu tupe ufafanuzi kuhusiana na Eli Mpanzu Kibisawala. Watu wanasema yupo kwa mkopo, wengine wanasema hapana, kuna ukakasi. Kwanza inabidi turudi kwenye chanzo kikuu. Unajua Eli Mpanzu Simba wa kumnunua AS Vita kama ambavyo watu wanaandika ama wanazungumza. Nimeona watu wengi kwamba labda Vita Club wanawadai mchezaji wao Simba kwamba wamemuuza sehemu nyingine. Sio kweli. Eli Mpanzu hakuwa mchezaji wa AS Vita kama watu ambavyo wanajua. Alikuwa kwa mkopo tu. Mfano nitakupa mfano mwingine, Chadwa Kiboka. Yanga hawakumnunua kutoka AS Vita, ila walimnunua kutoka Real Kinshasa. Huyu mchezaji ambaye wamemtambulisha juzi Yanga anaitwa nani? Kangalombo. Yes. Yanga hawajamnunua kutoka AS Vita, ila wamemnunua kutoka klabu moja inaitwa Standard. Umeona? Vita Club wachezaji wao wengi sana. Mfano msimu uliopita katika kikosi chao kizima wachezaji wa timu walikuwa 4 tu, lakini wengine wote walikuwa kwa mkopo. Mpira wa Kongo ndio upo hivyo. Yaani mpira wa Kongo mimi naweza nikawa na wamiliki wachezaji wangu hata 10, nampeleka Lupopo ama labda nitoe mfano timu za Tanzania, nampeleka Namungo, nampeleka Simba, nampeleka Prisons. Ina maana mimi ndio atakayekuwa na nguvu ya kumuuza. Ila mimi na wewe tutakubaliana kitu kimoja bwana, huyu mchezaji kwa msimu utanipa dola 10,000. Umeona? Kwa hiyo ndio ilivyokuwa kwa Mpanzu na Vita. Mpanzu alipelekwa Vita kwa mkopo. Yes. Mkopo ambao ulikuwa unasema kwa msimu mmoja watalipa dola 15,000. Kwa misimu miwili ambayo alikuwepo pale watalipa dola 30,000. Lakini kwenye mkataba wa mkopo tu Vita Club walikiuka. Walilipa dola 15,000 tu. Dola 15,000 tu kati ya 30,000. Ina maana wanadaiwa hadi leo dola 25,000. Hawajalipa hizo. Umeona? Kwa hiyo hii inaonyesha moja kwa moja kwenye ile biashara walikuwa hawahusiki. Watu wakiingia kwenye IG yangu kuna picha moja nimeposti wakati Mpanzu anasaini Simba, kuna mtu mmoja alikuwa pale anaitwa Fonde. Umeona? Fonde ndio alioanzisha klabu moja inaitwa Adventure ambayo ina haki zote za Eli Mpanzu tangu akiwa kijana. Umiliki Eli Mpanzu. Yaani ile ndio klabu ambayo imewauzia Simba. Kwa hiyo Simba hajafanya biashara ya kumnunua Mpanzu na ile kikosi na AS Vita Club, ila wamefanya yani biashara ya kumnunua Mpanzu na kikosi kile cha Adventure. Umeona? Ambayo rais ile timu inaitwa Marcel Kabeya, miwa anawasiliana naye. Kuna huyo Fonde ambaye ndo alikuja kusaini ule mkataba. Unaona kuna picha moja hiyo iliwahi kutrend, kuna Fonde kushoto, katikati Mpanzu, kulia alikuwa amesimama Salim Traoré, yes, wa Simba, ambaye ndo siku ile alikuwa ameshasaini mkataba. Sasa walipiga ile picha pamoja kwenye hiyo hoteli ambayo walikutana pale. Yes, wakawa wamesaini mkataba, mwisho wa siku Mpanzu akawa mchezaji wa Simba. Kwa hiyo zile taarifa za kusema Vita Club wanamdai mchezaji huyu ama wanahitaji yule mchezaji zipuzo ni za uongo. Hazina mantiki yoyote. Yaani hazina maana kwa kifupi, kwa sababu Vita Club hawana hisa yoyote na Eli Mpanzu. Isipokuwa klabu ya Adventure ndio walimuuza. Umeona? Yes, walimuuza Mpanzu. Yes, ni kama unavyoona mfano Samata wakati anaondoka hapa alienda TP Mazembe, kuna academy ya Mbagala ilikuwa inapata hisa, inagawiwa. Alipotoka pale akaenda Genk, ile academy ya Mbagala ikaendelea kupata pesa. Alitoka pale kwenda Aston Villa, ile academy ya Mbagala ikaendelea kupata pesa. Ndio sawa na Mpanzu. Mpanzu Adventure ni academy maarufu Kongo pale, inatengeneza wachezaji wengi sana, pamoja na kina Real Kinshasa, umeona, kina Standard. Ni vya academy ambavyo vinacheza ligi za chini zile, lakini vinamiliki wachezaji wazuri wa kiwango cha juu. Ndio issue ambayo imetokea sasa kwa Eli Mpanzu. Eli Mpanzu sio mali ya Vita Club. Kwa hiyo mashabiki wa Simba ambao wanakuwa na wasiwasi, labda niwaambie tu, mimi issue za usajili nimefuatilia sana. Yaani wewe ukaniambia kuhusu Chadda Kiboka, wewe ukaniambia kuhusu labda Kangalombo, mikataba yao wote wale hata kabla hujasaini mimi naiona. Sababu nina watu wengi sana kule Kongo ambao napiga nao story kupenyezewa. Na hata hii issue ya Mpanzu ilivyozuka, mimi nilimuuliza Papida, nikamuuliza wakala wake sasa. Nikamuuliza, kwani wewe ulisema amesaini mkataba miaka 2 Simba ambao una kipengele pia cha kuja kumuongeza mwaka mmoja? Akaniambia hizo taarifa ni za uongo, zipuuzwe. Yule ni mchezaji halali kabisa wa Simba.
kwa miaka miwili. Baada hiyo miaka miwili tutajua sasa Mpanzu ataenda wapi. Hapo tuangazie kikosi cha Simba Sport Club ambacho kinasafiri kinasafiri alfajiri kuelekea kule Morocco. Kwa kikosi cha Simba ambacho kimecheza michezo kadhaa hivi, viporo vyake, wewe kama mchambuzi kinakupata sura gani kuelekea mchezo wao dhidi ya Berkane? Kwanza kuna faida kubwa sana Simba wameipata ndani ya hizi siku 10 zilizopita. Baada ya kucheza hizi mechi 10, kuna wachezaji ambao wameonekana pale. Na mimi mwalimu anaweza kawaongeza kuelekea kwenye mechi hii ya RS Berkane. Ni mechi ngumu sana kwa Simba hii, amini nakwambia. Ni mechi ngumu kwa sababu wao wanacheza na timu ambayo ndani ya miaka 5 ama 6 iliyopita imeshacheza finali karibia 4. Finali 4 hii ni kama ya 5 hivi. Ina maana wana uzoefu wa kutosha kwenye michuano hii. Sasa lazima wachezaji wa Simba wenyewe waamue. Lakini mwalimu amepata faida moja. Kwanza urejeo wa Chefundo Malone. Pili, nyongeza aliyoipata kwenye eneo la attacking ni Joshua Mutale Budo. Amekuwa bora sana. Mutale karejea kwenye kiwango chake. Yes, kwa sababu katika mechi 3 zilizopita mabao yote ya Simba kahusika. Nitakukumbusha mechi na JKT ilipigwa cross, golikipa kacheza na ngumi ule mpira, Budo ukatoka kwenye imaya ya Budo kamwekea Mukwala kwenye njia, Mukwala anapiga cross, wanaweka mpira nyavuni, alikuwa ni Fabrice Ngoma. Mechi iliyofuata wanashinda 5-1. Mabao matatu ya kwanza hat-trick ya Jean Charles Awa. Amehusika yeye kwa asilimia kubwa. Ya kwanza, goli la kwanza anaangushwa ndani ya penalty box. Goli la pili anafanywa foul nje ya box, au anapiga kamba. Goli la tatu au anafunga kwa header, lakini shambulizi alianzisha nani? Alianzisha Joshua Mutale, alimnyang'anya mchezaji wa Pamba mpira, akadrive kidogo, akampigia Elie Mpanzu ambaye alipiga cross wire. Jana tumeona magoli yote mawili anagusiana na Kibu Denis nje ya uwanja na nje ya box pale, anaingia na box anampa Mkwala, anaweka mpira nyavuni. Goli la pili hivyo hivyo anamnyang'anya mchezaji wa KMC, yes, kutoka upande wa kushoto na ambako ndani ya boxi anampasia Mkwala anaweka mpira nyavuni. Kwa hiyo ni ongezeko lingine ili kwa Simba. Yes. Na mwalimu Fadlu ataweza kumtumia kwenye mchezo mgumu dhidi ya Berkane. Hii michezo inaweza kumpa taswira, kumtumia na kumwaminisha ataweza kufaa. Yaani hata kama asipoanza. Unajua Fadlu Davis ilifika wakati labda unakuta Kibu anacheza vibaya, lakini anashindwa kumtoa kwa sababu akiangalia bench ni mwingize Chasambi. Ni mwingize Barua. Mbona kama ataingiza Abilia uwanjani hana uhakika. Lakini kwa mechi ambazo Mutale amecheza hizi 3-4, performance aliyoionyesha nina uhakika kwa asilimia kubwa sana. Ikitokea kiungo yoyote mshambuliaji anazingua uwanjani, safari amekuwa Abilia uwanjani, mwalimu atampa nafasi ya kucheza. Analeta ushindani Samuel. Yes, anaenda kuleta ushindani. Na hapo bado mimi namuona anajitengeneza, na maana kwa hizi mechi zilizosalia anaweza kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo performance yake pia inatalisha wachezaji wale ambao walikuwa na uhakika wa kucheza. Kwa sababu kuna wachezaji walikuwa na uhakika wa kuanza pale. Sasa hizi wanaanza kupitia wakati mgumu nao. Yes, kwa sababu jinsi anavyozidi kuperform ina maana anatengeneza tishio kwenye namba za watu wengine pale. Maswali yanakuwa mengi sana. Maswali yanakuwa mengi. Kwa hiyo kwa upande wangu namuona anaenda kuongezea kitu kipya. Mtu kama Okejefa mechi 2 zilizopita naye ameonyesha kiwango kizuri sana. Eneo la katikati ya uwanja anaenda kuongeza kitu kipya. Ni mtu kama Dibla Fernandez amepata nafasi ya kucheza mara nyingi sana. Haja watuonyesha tu, bado hajaonyesha kama ana kitu. Yaani ni mchezaji ambaye anaonyesha anacheza huko anawaza. Unajua ukiwa unacheza huko unaamini bwana nataka niwaonyeshe hivi ama niliwahi kuonyesha hivi. Utoboi ndio kitu ambacho kilimtesa Mutale mwanzo, baadaye ameamua kutulia, ameanza kucheza one touch vizuri sana. Nimeanza kuiangalia Simba muunganiko wa Mutale, Kwala, Mona wakicheza pamoja, Elie Mpanzu, Ahua nao wanakuwa hatari sana. Ni sasa alivyokuwa Kibu tu. Faida ya Mutale ni moja. Anapenda sana kucheza zile one touch, anaenda kugusia, yes. Yaani yes, anakugusia pop, anafungua. Umrudishe pop, sasa muangalie akicheza na Mpanzu, anamgusia, anamwekea kwenye njia. Anamgusia, anamwekea kwenye njia. Ule ndio mpira wa kisasa unatakiwa kucheza. Tunaangalia hivyo, timu nyingi kubwa zinacheza hivyo. Mpira so wewe kukimbia na mpira. Kuna watu wanakimbia na mpira ndio, lakini unaangalia nikikimbia na mpira hapa nina faida. Unaweza kukimbia na mpira ukawapa nafasi wapinzani ya kuzuia. Yes, kwa hiyo mimi naamini Simba kuna kitu wamekiongeza kwenye timu yao. Musa Kamara Pinpin. Mimi nashuhudia amekuwa mzaifu sana kwa mipira ya mbali. Pengine huu ndio udhaifu wake ambao yuko nao. Maana tunaona magoli mengi ya Musa Kamara Pinpin anafungwa. Mashuti ya mbali kipigwa Musa inampa taabu sana. Kuelekea mchezo wao dhidi ya Berkane, pengine Berkane wakatumia hii kama udhaifu wa Musa Kamara Pinpin na kuadhibu Simba Sport Club. Kiwango cha juu.
Kitu ambacho kinasababisha nafungwa yale magoli ni kujiamini kupitiliza. Nimemwangalia Kamara, nitakukumbusha mechi na ilikuwa Simba na Yanga. Lile goli moja ambalo aliruhusu alisababisha mwenyewe. Ilipigwa ile free kick kama unakumbuka. Wakati napigwa hakutembea. Unajua magolikipa wengi saizi hawadaivu sana ila wanatembea. Yes, anapiga step ya kwanza ama ya pili afa anaenda kuweka najua hapa uhakika mpira na utoa. Lakini yeye mwangalie magoli yote yanayofungwa. Anatoka pale aliposimama, anataka kudive kwenda kucheza ule mpira moja kwa moja. Matokeo yake sasa anawapa nafasi wapinzani ya kumchungulia. Magoli yote ambayo yamefungwa, kumbuka mechi na Al-Masry goli la kwanza, kumbuka mechi na aliyofungwa Jafari Kibaya na Mashujaa, hivyo jana hivyo, yani anakuwa amebana engo vizuri kabisa, lakini hapigi step kuondoka, ila anaondoka moja kwa moja. Mimi nafikiri ni vile vitu ambavyo vile ni vitu vya kawaida ambavyo vinarekebishika kwenye uwanja wa mazoezi. Na mimi ni kocha anaweza kaongea naye, mwalimu wa makipa, na kitu kingine pia walinzi wa Simba na kiungo na eneo la kiungo la Simba hawatakiwi kuruhusu kupigwa mashuti kama yale. Walimu wengi wa Ulaya ama timu nyingi, mimi huwa napenda kuangalia, hata angalia Ahly, angalia Mamelodi, ukicheza nao uwezo kuona wanakupa nafasi ya kupiga shuti kwa golikipa wao. Ngumu sana kwa sababu wanaamini kuna mpira utajaa mguuni, mpira ukijaa mguuni unakatika. Golikipa ni binadamu, lile goli ni pana sana, lile na futi 24 pale. Lina urefu wa futi 7 pia. Umeona? Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa golikipa kwenda kuzuia moja kwa moja. Kwa hiyo hutakiwi kumruhusu golikipa wako kupigiwa mashuti. Ni ngumu sana. Angalia hata hizo mechi za Ulaya. Yes. Ni ngumu sana. Yaani ukiona golikipa ameenda kutoa kama tulizoiona nusu finali ya UEFA juzi hapa, yani Soma alivyokuwa anaitoa ile michomo ya kina Lamine wanaizungusha ile. Yes, inatokeaga tu ile pale, lakini ni ngumu sana. Kwa sababu kuna mpira mwingine Soma umepigwa unaanza kukatika sasa. Wakati golikipa anapiga hesabu, mimi nikifika pale nitautoa, mpira unakatika unaenda sehemu nyingine. Yes, mwisho wa siku unaenda nyavuni. Kwa kwangu mimi naamini Simba wanatakiwa sasa kumlinda golikipa wao. Wamlinde Musa Kamara penzi. Wamlinde Musa Kamara asipigiwe yale mashuti. Yaani wasiruhusu apigiwe yale mashuti kiwepesi. Naamini watakuwa salama. Tuangazie hapo kwa Simba ambayo Belkane amekaa muda kidogo hajacheza mechi mpaka anaenda kwa Simba Sport Club. Hii itaweza kuwa advantage kwa Belkane au itakuwa disadvantage? Manake kwa sisi tunafahamu mchezaji akikaa muda mrefu kutokucheza ni advantage na pia vile disadvantage. Kwa timu kama Belkane ambayo uwanja wake wa nyumbani unautumia vizuri sana, itaweza kuwa ni advantage kwao? Bado ni mechi ngumu kwa Simba. Ni mechi ngumu sana kwa Simba hii, kwa sababu hii ndio mechi ambayo itaamua Simba atakuwa bingwa ama hatakuwa bingwa. Kwa sababu kwanza, yes, kwa sababu ikitokea ende Simba labda karuhusu magoli mengi, basi safari yake ya ubingwa itakuwa ngumu. Lakini ikitokea kwenye huu mchezo akapata matokeo mazuri, basi moja kwa moja atakuwa amejitengenezea nafasi nzuri sana ya kuwa bingwa kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Mimi naamini Berkane ni timu ngumu, lakini Simba anaweza kufanya vizuri kwenye mchezo. Lakini hii ndio finali yake. Yaani mechi muhimu kwa Simba ni hii hapa. Wakienda kichwa wakachezea chuma za kutosha, basi tutasema ni siku nyingine tena. Lakini kama wataenda na mpango mzuri, wataenda kucheza kwa nidhamu kubwa, yani wachezaji wa Simba sasa ndio watakaoamua Simba awe bingwa ama sio bingwa michuano hii ya kombe la shirikisho. Lakini wanakutana na timu ngumu sana. RS Berkane sio timu ya kuichukulia poa. Imeshacheza finali za kutosha. Yenyewe yani ni timu ambayo imeshacheza finali 4 unajua. Ina maana hizi finali wao sio wageni. Simba ni mgeni kwenye finali lakini wale kuna wachezaji wapo pale wameshacheza zaidi ya finali moja. Ina maana wanajua jinsi ya kucheza finali. Kwa lazima Simba wawe makini sana. Amini nakwambia. Na pengine huu utakuwa ni kipimo kingine kwa Mwalimu Fadlu Davis. Of course Fadlu Davis ameshatuonyesha yeye ni kocha mzuri. Haijalishi hata kama atapoteza kwenye hii finali ama huu mchezo, ameshatuonyesha. Yes, lakini hii itakuwa ni kipimo sasa kuiona Simba inaelekea wapi. Ili Simba tujue dira ya Simba inaelekea wapi, basi mechi hizi mbili zitatuonyesha Simba itakuwa timu ya namna gani msimu ujao. Naam. Kwa approach ya Mwalimu Fadlu anavyocheza away, unamuona akienda pale Berkane na kupata walau hata sare, approach ambazo anatumia kwa asilimia kubwa. Aenda kutana na Berkane ambao uwanja wake wa nyumbani anatumia vizuri. Unaiona sare kwa mnyama Simba? Sare ipo, lakini lazima wapambane sana. Unajua mpira wa Afrika bwana umejipambanua kwa staili ya aina yake. Mpira wa Afrika watu wanacheza nyumbani na kuaga nyumbani tu. Soka letu ni timu chache sana, ni timu nafikiri ni timu za Afrika Kusini tu ndio huwa zina nyumbani wala ugenini. Kwa mpira, kwa nilivyofuatilia mimi mpira wa Afrika kwa siku za karibuni, zinaenda kwenda kokote kule, zinacheza mpira ule, lakini hizi timu zetu, yani Simba unaweza kuona performance yake ya taifa ni nyingine kabisa, na akienda ugenini na kwa mtu mwingine. Ila kitu pekee ambacho kitawabeba Simba kwenye hii mechi ni umakini
na tahadhari. Amini, sare wanaweza kuipata, lakini umakini. Watumie nafasi Simba. Simba ambacho huwa kinaikost kwenye mechi nyingi. Hata mechi na Al Masry walifungwa mabao 2-0. Lakini ile mechi wasingefungwa 2-2, inawezekana ingekuwa 2-2, wangeshinda wao 3-2 kwa sababu wao walitengeneza nafasi nyingi kuliko Al Masry. Lakini Al Masry walionyesha kwamba sisi tunatumia nafasi. Kwa hiyo kitu ambacho Simba ndio kukifanya kwenye huu mchezo ni kutumia nafasi basi ambazo watakuwa wamezitengeneza. Kama umetengeneza nafasi 3, umekosa sana 2, weka nyavuni. Yes. Kwa sababu usitegemee kuona Berkane ikiwa nyumbani atawaruhusu Simba watengeneze nafasi nyingi. Hiyo ni ngumu. Mpira wa Afrika upo hivyo. Hiyo ni ngumu. Hayo mambo yapo Ulaya tu. Ulaya mnapigana mafuriko tu hata 5 ngapi. Mpira huo uko wazi sana, hamna mambo mengi. Lakini Afrika kuna figisu nyingi, kuna makando mengi sana ambayo yanasababisha mechi nyingi zinakuwa ngumu. Naam. Na hapo kwa Simba sasa ni sehemu gani inabidi wawe makini sana waweze kupata walau hata hiyo sare dhidi ya Berkane? Nafikiri safu ya ulinzi ndio inaipa makombe timu. Katika eneo ambalo Simba ndio kwa makini kabisa ni kwenye eneo lao la ulinzi. Hawatakiwi kuwa na makosa mengi. Wanatakiwa kuwa makini, wacheze kwa ustadi mkubwa, ubora mkubwa, wacheze kwa kushirikiana as a team, wasifanye makosa mengi ambayo yatasababisha goalkeeper apate mateso. Lakini eneo la ushambuliaji linatakiwa kuamua mechi. Eneo la ushambuliaji kina Mpanzu au kina Kibu, Ahua, Ateba, Mukwala na nyote wengine wote ambao wataaminika kucheza katika eneo la ushambuliaji wanatakiwa waache ubinafsi ambao tumeona kwenye mechi zilizopita. Yes, kuna mechi Simba unaangalia mpaka wanakera. Yaani unakuta ni timu ambayo inajua kutengeneza nafasi, lakini unakuta kuna kila mchezaji akifika katika ule mstari wa mwisho anakuwa na ubinafsi mwingi. Hasa Kibu Dennis. Ubinafsi anao. Sana. Yaani unakuta katika eneo ambalo inabidi wapasie wenzie apasi, anashuti mwenyewe. Timu zinacheza, yani mpira ni kama draft. Yaani inabidi mcheze as a team. Akifunga Ahua, akafunga Mpanzu, akafunga sijui Mutale, ni ushindi wa timu, sio ushindi wako wewe ama sio ushindi wa Mtale. Kwa hiyo mafanikio ya timu yawekwe mbele kwanza, hafu baada ya hapo sasa mwanze kuangalia takwimu za mchezaji mmoja mmoja. Yes, ni bora ukachukua ubingwa kuliko kuwa mfungaji bora wakati kombe umekosa. Inakuwa ngumu sana. Yeah. Tuangazie hizo nafasi mbili tumalize na hili. Ungekuwa Marin Fadru, Chemalon Fondo na Chamu Karabu. Unaanza na nani? Na wapi unaanza na wewe? Nafikiri mchezo dhidi ya Berkane. Nafikiri kwa mimi yani mimi naamini hata saizi kocha anaenda kwanza na Chamo Karabuna pamoja na Abdulrazak Hamza, kwa sababu ni wachezaji ambao wameshazoeana, wameshacheza karibu kwa pamoja muda mrefu kidogo. Huyu mwingine bado anajitafuta, ametoka kwenye majeraha, na kuna mechi nilimwona aliingia, alifanya vizuri, lakini bado kunamwona sio yule ambaye tunamjua sisi. Sasa faida kubwa ambayo Chamo anayo, hana kasi, ana uwezo mkubwa sana kucheza mpira hewani. Ana uwezo mkubwa sana wa kuondosha mpira hewani. Berkane katika kitu ni wanyama kwenye mpira hewani. Yes, lazima uwe na mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kutoa mpira hewani. Yeah. Na tukienda kwenye nafasi ya ushambuliaji, Ateba Mukwala anaondoka nani? Mukwala ataanza mzee. Na why Mukwala? Simba inakuwa na kasi. Mfano Simba wakienda ugenini lazima wacheze ile style ya kusema waheshimu wapinzani, wao washambulie kwa kushtukiza. Ukicheza kwa style hiyo, Mukwala aanze kwa sababu anacheza kama as a playmaker. Unaua ndani, una Mpanzu, una Mukwala. Wote wale wanakuwa ni viungo washambuliaji na wanabadilishana. Yeah. Sasa unapoenda kushambulia kwa kasi, mashambulizi yale ya kujibu, wote watakupa faida. Kwa mimi naamini ana faida kubwa huyo hapa, anaanza, afu baadaye unampa nafasi ambaye ni unakuja kumpa nafasi Leonel Ateba. Yaani kwangu mimi naamini hivyo. Wote ni washambuliaji wazuri. Kwa nilipokuwa naangalia kwa siku za karibuni, yani sidhani hata kama Simba wanaweza kaenda kusajili striker mwingine. Hauzani. Sidhani. Msimu unaokuja. Yes, kama msimu wao wa kwanza huyu mwingine ana goli 12, huyu mwingine ana goli 11. Ni mafanikio. Ina maana ukiwapa nafasi msimu wa pili, ukanao msimu wa tatu, kwa sababu wao wenyewe wanaona wanacheza, wanajua tumekosea hapa. Ina maana mpaka ligi inaisha pengine wote wanaweza kana magoli 15. Umeona? Au mwingine 14, mwingine 13. Si bado mechi ngapi zimebaki? 3 si 4. Betu ndani ya mechi 4 hizi. Lazima watafunga tu tena. Lazima watafunga. Kwa hiyo kwangu mimi na wale wote ni washambuliaji wazuri. Kama mwalimu anaamua yeye watumie kwa staili ipi. Nataka kucheza soka la kasi, nampa Mkwala aanze. Nataka kucheza lile soka la kuvizia na kusimamisha mtu mmoja mwenye nguvu, nampa nani? Leonel Ateba aanze. Yeah. Kuna mchezo wa unaona magoli, kuna mchezo wa Simba. Magoli hapo pande zote. Pande zote. Timu ambayo itatumia nafasi vizuri ndio
itafunga mabao ya kutosha, ila magoli hapo. Na unampa kipaumbele kikubwa sana Kwenye huu mchezo bado nyumbani ni nyumbani tu. Mtu wa nyumbani bado ana nafasi kubwa. Bado nitampa nafasi kubwa. Mchezo huo kwanza. Berkane yupo kwake. Kwa hiyo Simba lazima wawe makini sana, wawe makini naye. So nafasi yako unampa Berkane. Yaani kwenye huu mchezo wa kwanza, sija kwambia overall, kwenye huu mchezo wa kwanza. Bado namuona Berkane kama asilimia nampa 60 Berkane, 40 nampa Simba. Popo.